naitwa Daudi Wangwe, maarufu Ngamia. Jana kulikuwa na timu yangu ambayo tulianza vizuri, tulipokea, lakini baadaye tulitambua kwamba kuna wachezaji ambao wametoka nje ya kata husika. Sababu kama tunavyoelewa ni kwamba mchezo huu unahusisha kata husika na wakazi wa kata husika. Kwa hiyo mchezaji mmoja nimembaini kwamba hakuwa mkazi wa Nyamsangura, ni mkazi wa kata ya Bomari. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo tumetoa malalamiko yetu katika kamati inayohusika, na tunaomba tu kwamba kamati hii itende haki. Maana lengo hasa la mheshimiwa mbunge anataka aone vipaji vinaibuliwa kutoka kila kata na si vinginevyo. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, mimi nachoomba ni kwamba haki yangu itendewe ndani ya kata yangu, kwa sababu hii itaendelea kutia moyo vijana kuliko kukatisha tamaa. Tayari nimeshaandika barua na nimemkabidhi mwenyekiti na ameahidi kwamba ataifanyia kazi. Ile kwa sababu kama itaonekana kwamba ni kweli, kwamba itaonekana kweli imedhihirika na ushahidi kutoka na kweli, basi ina maana kwamba ni udanganyifu ulifanyika, na kwa sababu udanganyifu umefanyika, basi inabidi tupewe sisi ushindi, sababu tulistahili kushinda sisi. Mimi ninashauri kwamba lengo la mheshimiwa mbunge ni kwamba tunainua vipaji kutoka kila kata na kwa wakazi wa kata husika. Kwa hiyo na vitu hivi vipo vinaeleweka kwamba mimi kama ni mkazi kwa mfano mimi ni mkazi wa kata ya Kitare, lazima na vitambulisho vya kata yangu ya Kitare ambavyo vinanionyesha wazi kwamba mimi ni mkazi wa kata ya Kitare. Sasa kama havipo, tayari moja kwa moja ni wazi kwamba zoezi kama hilo lisijirudie katika timu zingine. Tuende tu katika hali ya uhalisia na ukweli ambao maana ukweli unapendeza kuliko kutumia udanganyifu. Mambo limetufikisha hapa leo Kitale, ukiachana na kuja kupokea kiasi hicho, bana sisi tumekata rufaa kutokana na mchezo ambao tulicheza jana dhidi ya Nyamsangura, baada ya kubaini kwamba kuna figisu tumefanywa kwenye ule mchezo wa mashindano ambayo yana kanuni ambazo zimewekwa. Wale wachezaji wa timu ya kata ya pamoja na management yao kiuka na sheria nambari 3 ambayo inazungumzia kina nani wanastahili kucheza ligi. Watu wanaostahili kucheza ligi ni wakazi pamoja na wazao ambao ni wakata husika, na kuna vitu ambavyo vinadhihirisha vitu hivyo kwa kupitia vital registration kama vitambulisho vya NIDA, vitambulisho vya mpiga kura na shughuli zingine ambazo watu tunafahamiana, by the way, kwa sababu kata hizi 8 zinaunda halmashauri ya mji wa Tarime, tunafahamiana wachezaji. Kwa hiyo jambo hilo hapo tumewasilisha kwa viongozi wetu pamoja na diwani wetu, na tumeshalifikisha kwenye kamati ya mashindano, na tunaamini kwamba kwa sababu lengo ni zuri, ni kuinua vipaji pamoja na kufahamu nini ambacho kipo ndani ya halmashauri ya mji wa Tarime hasa kwenye